Kuni kuna hii kitu iko hapa shingoni hapa. Hii ambayo ikivimba tunaita goita. Kitu ambayo umesema ikivimba inaitwa goita. Goita haka katezi haka tunaita dundumio. Hili dundumio ndugu zanguni ni katezi kadogo tu kako hapa shingoni kenye umbo la kipepeo. Hii tezi hii ni tezi ambayo inahusika na michakato ya mwili mzima. Inahusika na kazi ya kila mfumo katika mwili. Ndio kusema endapo dundumio lako hiki kitezi hapa likiwa halifanyi kazi vizuri, aidha likiwa linazidisha kazi au limefanya kazi chini ya kiwango, mwili mzima utaathirika. Mwili wote utaathirika. Ndio maana sasa hivi tunaona watu wenye shida ya dundumio wanakuaga na wananenepa bila sababu, wengine wanakonda bila sababu, wengine wanapata pressure zinapanda, wengine pressure zinashuka, wengine wanapata shida za ngozi, macho, unakuta mtu anakodoa macho namna hii, wengine wapata usingizi, shida za tumbo, gesi, kiungulia, asidi, shida za kutopata choo, mambo ya uzazi, yani ile hamu ya mapenzi inapungua, uwezo wa kupata mimba kwa mwanamke au mwanaume kumpa mkeo mimba unapungua kwa sababu ya shida ya dundumio. Watoto vile vile hawakui vizuri, wanakuwa wafupi, wanakuwa vibonge kwa sababu ya shida ya dundumio. Kwa hiyo ndugu zanguni, sambamba na kufanywa vitu vingine, yani uwe unapima vitu vingine, usisahau kupima dundumio. Dundumio sasa hivi ni shida mpya mjini. Ni katika shida ambazo zipo zinasumbua sana watu. Kwa hiyo ndugu zanguni, nenda kapime dundumio. Pima dundumio na dundumio zitapimwa kwa kutumia damu kubwa.